2025 sambamba na wakilishi wa makundi maalum na asasi za kiraia, viongozi wa serikali waliopo kazini na wastaafu, na viongozi wa vyama vya siasa waliojitokeza mbele ya tume. Ushirikiano wenu kwa tume umedhihirisha utayari wenu kushiriki safari hii ya kutibu majeraha yaliyotusibu au yaliyolisibu taifa letu. Vile vile, naishukuru jumuiya ya kimataifa na nchi marafiki kwa kuonesha kusikitishwa na changamoto hii kubwa katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alimtuma mjumbe maalum Mheshimiwa Balozi Parfait Onanga Anyanga. Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola alimtuma mjumbe maalum Rais mstaafu wa Malawi Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, na vile vile Umoja wa Viongozi Wanawake wa Afrika AULAN ukiongozwa na mwenyekiti wake Rais mstaafu wa Jamhuri ya Liberia Mheshimiwa Ellen Sirleaf walikuja nchini kufuatilia yaliyotokea. Wote hao tumefanya nao mazungumzo na mashauriano yenye kulinda na kujenga hadhi ya nchi yetu. Wote wametuhakikishia utayari wao wa kushirikiana nasi katika hatua yoyote ambao tutaona tunahitaji msaada na ushirikiano zaidi. Na washukuru pia wadau wote waliokubali kukutana na wajumbe hao maalum, wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa. Kwa upande mwingine, wapo waliotumia matokeo ya Oktoba 2025 kutusimanga na kutunyoshea vidole. Hatukushangaa sana kwa sababu mitazamo ya wanadamu haifanani, na kulikuwa na upotoshaji mkubwa wa habari za tukio lilo uliofanywa na vyombo vya habari hususan vya nje ya nchi na vya kimataifa. Kwa desturi ya waungwana, linapotokea jambo la hasara na kuumiza mioyo, matarajio ni kufarijiwa badala ya kuzodolewa. Kwa vyovyote vile, walioumizwa na tukio lile ni sisi wa Tanzania. Ni sisi tuliopoteza watoto wetu. Ni sisi tuliopoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu. Kwa hali yoyote ile, walioathirika ni wa Tanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Haiwezekani. Lau kungekuwa na uwezekano, tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea